kitendo cha kushirikishwa. Kwanza nataka hicho leo, naomba tutulie. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya tawi. Mtendaji wa mtaa anawajibika kupeleka taarifa zote kwenye mtaa, kwenye kamati ya siasa ya tawi. Sio ombi, sio ombi wala sio hisani. Mwenyekiti wa tawi wa CCM, tumia kalamu yako, tumia nafasi yako, lakini nitaacha namba ya simu ya kwangu hapa. Mtendaji au mwenyekiti wa mtaa ambaye haleti taarifa kwenye kamati ya siasa ya tawi, tunamfukuzilia mbali. Na hili ndugu zangu, katibu wa CCM wa wilaya ananisikia, wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa wananisikia. Hatutaendelea kubembelezana na wenye viti wa serikali za mitaa. Tumewachagua, wana miezi 6 hawafanyi kazi, hatutaki kupoteza nao muda. Leo tumemshuhudia mheshimiwa mbunge hapa anahangaika kila kona, atusemee tupate miradi mikubwa, tutatulie kero zetu. Amejinyima, amekuja kutuanzishia SACCOS hapa, halafu eti mbunge ndio anaenda kuulizwa kwa nini barabara haipitiki. Wewe mwenyekiti wa mtaa unafanya nini? Wewe diwani unafanya nini? Wewe mtendaji unafanya nini? Sasa mimi nilikuja hapa kwa sababu nataka tuelewane tu, ndugu zangu. Mimi sina ubia na uongozi wa mtu. Ulipoomba mwenyekiti wa tawi uliomba mwenyewe, si ndivyo? Ulipoomba mwenyekiti wa kata uliomba mwenyewe, si ndivyo? Ulipoomba ujumbe wa kamati ya siasa ya kata na tawi uliomba mwenyewe, si ndivyo? Ulipoomba udiwani uliomba mwenyewe. Natangaza, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando, sina ubia na uongozi mwingine yoyote yule. Kila mtu afanye kazi yake. Diwani, kesho kutwa unamaliza nafasi yako, tuonyeshe umefanya nini. Mwenyekiti wa kata wa CCM, tuonyeshe umefanya nini katika kusimamia, maana sisi wengine tunawaangalia nyinyi, na ndio mwendo wa Ubungo. Hakuna ujanja hapa, siasa za kupita huko, hakuna, never. Na safari hii mmemsikia mwenyekiti wa chama ametuelekeza nini, wakuu wa wilaya. Tutende haki, tupeleke viongozi ambao ni bora, watakaoibeba bendera ya CCM na kutatua kero za wananchi, na tutawapeleka kutoka wilaya ya Ubungo. Tushirikiane kwenye maeneo yetu huko, kwenye ngazi za mtaa. Mwenyekiti wa mtaa au balozi, kazi yako ni moja tu, kuelekeza kwa mwenyekiti wa mtaa husika, si ndivyo? Mwenyekiti wa kata na mjumbe wa kamati ya siasa ya kata, kazi yako ni kuelekeza. Na mimi mkuu wa wilaya, cha kwanza kabisa, Chama cha Mapinduzi hakiniombi, kinanielekeza. Hata kama ni balozi
hata kama ni mtendaji wa chini kabisa wa chama, mjumbe wa kuchaguliwa wa tawi, wewe humshauri wala humwombi mkuu wa wilaya, unamwelekeza. Sasa kama mimi chama kinanielekeza, wewe diwani, wewe mwenyekiti wa mtaa, wewe mtendaji, jidai kwamba wewe chama kinakuomba. Kwa navyokuja huko kwenu, mimi nimekubali, mnanielekeza, mnanituma. Mimi sio bosi, mimi ni mtumishi wenu. Na mimi chama kikinielekeza naruka kama mshale, hata kama ni saa 8 usiku. Ukiandika message, mkuu wa wilaya, bomba limepasuka, sijui Murahati, nakwambia bosi nakuja na nitafika. Lakini mwenyekiti wa mtaa ataniambia kwa nini yeye amesubiri mpaka mimi nimetumwa na chama na yeye yuko kwenye huo mtaa, anafanya nini? Diwani utanieleza kwa nini mimi nimetumwa na chama na wewe uko hapo hujanifanyia kazi, kwa nini? Alafu unataka kurudi. Heshima ya mabalozi, heshima ya mabalozi ni lazima tuirejeshe. Mabalozi, simameni imara sana, jiaminini. Majukumu haya mmepewa sio kwa bahati mbaya. Nyinyi ndio walinzi namba 1 wa kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Nyinyi ndio wenye wananchi, lazima mpewe heshima yenu. Na nakupongeza Mheshimiwa Mbunge kwa hilo ulilofanya. Umewapa heshima kubwa sana waheshimiwa mabalozi, umewathamini sana, na ndicho tunachotaka kukiona. Mimi napendaga kunyooka wala simbembelezi mtu. Sasa kama Mheshimiwa Mbunge amewaona mabalozi, amewaheshimu, amewathamini, mimi mkuu wa wilaya nijiulize, nimefanya nini kwa mabalozi? Mimi mwenyekiti wa kata nijiulize, toka 2022 umefanya nini kwa mabalozi? Mimi diwani toka 2020 umefanya nini kwa mabalozi? Sasa kama mnasubiria kupita kwenye mgongo wa mbunge, imekula kwenu. Diwani hujafanya, mwenyekiti wa kata hujafanya, umefanya, tutaona. Si ndio mabalozi wangu? Hatucheki na wote. Kama mlikuwa hamjui hichi kipindi kitafika, sasa kimefika. Sasa kimefanyaje? Kwa sauti tuseme hakuna janja tena. Umefanya, hujafanya. Turudie kwa pamoja. Umefanya, hujafanya. Usipoteze muda wako. Mapema asubuhi tunamalizana na wewe. Hiyo ndio system tunayotaka Ubungo. Na mimi nimalizie, mabalozi, safari hii nyinyi ndio mmeibeba CCM. Changamoto tulizonazo, matusi mnayotukana mabalozi, wanaosababisha mnawajua, wasiwadanganye. Mimi nimechagua
anayenuna anune, atakasirika akasirike, lakini mimi nitasimama na mabalozi, nitawaambia ukweli na ukweli tupu, na Mungu anisaidie. Nitaandaa taarifa yangu, na wala sio siri. Nitaandaa taarifa kuhusu mbunge, nitaandaa taarifa kuhusu diwani, nitaandaa taarifa kuhusu mwenyekiti wa kata, nitaandaa taarifa kuhusu mwenyekiti wa mtaa, na yeyote yule ambaye atataka kwenda kuchukua nafasi ya uongozi vizuri kabisa, kwa ukweli, bila kumwonea mtu, na nitakabidhi kwenye chama, si ndio? Ili chama kikujue wewe ni mtu wa aina gani. Kama ni mtu wa kutekeleza makundi, tutakiambia chama ukweli. Kama ni mtu uliyejaa tamaa, tutakiambia chama ukweli. Kama ni mtu wa kula rushwa, tutakiambia chama ukweli. Kama ni mtu huna sifa mbele ya jamii, kazi yako ni kugombanisha familia za watu, tutakiambia chama ukweli. Na kama ni mtendaji mzuri, kama umekisaidia Chama cha Mapinduzi, tutakiambia chama kuna ofisi hazijapakwa rangi, chama kuna matawi hayana ofisi, chama kuna matawi yanafungwa hayajalipiwa kodi. Watu mpo huko, alafu nataka kuja kutanganya kurudishe tena? Inawezekana? Na hiyo ndio sauti ya wana CCM wote, na hao ndio wenye Chama cha Mapinduzi wanaoimba huko, sio sisi. Kwa kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwangu na kunituma kazi kuja kuungana nanyi kusukuma gurudumu la maendeleo kwenye wilaya yetu ya Ubungo. Kikubwa ninachoweza kusema, nitashirikiana nanyi kwa kadri itakavyowezekana kuhakikisha mambo makubwa mawili ambayo ningependa kila mmoja humu ndani tuelewane vizuri sana. Jambo la kwanza, nitashirikiana nanyi kukilinda na kukisimamia Chama cha Mapinduzi kiwe imara na salama ndani ya wilaya ya Ubungo. Niwahakikishie kwamba nitashirikiana nanyi katika kukilinda Chama cha Mapinduzi. Sitakuwa na muda wala sababu yoyote ya kujiunga kwenye kundi lolote ambalo kazi yake kubwa ni kuleta mpasuko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nitoe tahadhari kwa wale ambao mna makundi yenu ya uchaguzi, sio chama hiki cha Mapinduzi. Kila mmoja wetu ana haki ya kumchagua na kumtaka yule anayemtaka, lakini uchaguzi wako wa kwanza ni Chama cha Mapinduzi, sio mtu wala kikundi cha watu. Kwa niwaombe sana viongozi wenzangu, najua tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi, tukilinde Chama cha Mapinduzi.